Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Afrika Magharibi, moja ya miradi mikubwa na yenye matarajio makubwa ya miundombinu ya nishati barani Afrika, hatimaye imeidhinishwa rasmi na viongozi wa Afrika Magharibi baada ya kuunga mkono mradi wa bomba la gesi la Nigeria hadi Morocco, Atlantic Gas Pipeline, uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu. Bomba hilo lenye urefu wa kilomita 6,000 litapita katika mwambao wa bahari ya Atlantic wa mataifa 14 ya Afrika, likisafirisha gesi kutoka Nigeria hadi Morocco kabla ya kuunganishwa na mtandao wa gesi wa Ulaya kupitia Hispania. Ujenzi wake unatarajiwa kuanza mwaka 2028 kwa gharama inayokadiriwa kufikia dola bilioni 25 za Marekani, takribani pauni bilioni 19. Mtaalamu wa nishati na mshauri wa zamani wa serikali ya Nigeria, Charles Majomi, amesema mradi huo unaashiria mabadiliko makubwa kutoka mfumo wa sasa ambapo gesi huchimbwa Afrika, husafirishwa nje kwa ajili ya kusafishwa na kuchakatwa, kisha hurudishwa barani humo kwa bei mara 3 au 4 zaidi. Amesema ikiwa utatumika ipasavyo, mradi huo unaweza kuchochea ukuaji wa viwanda katika ukanda huo na kuongeza ushawishi wa Afrika katika jukwaa la kimataifa. Nairobi, Kenya. Wanaharakati wa Kenya Jumatatu walishutumu serikali kwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa mwezi uliopita iliyositisha uanzishwaji wa kituo cha karantini ya Ebola kinachoungwa mkono na Marekani baada ya taarifa kuibuka kuwa raia wa Marekani wamewekwa karantini humo. Kituo hicho kilikusudiwa kupokea na kuwaweka karantini raia wa Marekani waliokuwa wakihamishwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko wa Ebola ulioanza miezi miwili iliyopita umeua watu wasiopungua 930 kati ya wagonjwa 2344 waliothibitishwa. Shirika la misaada la Marekani la Samaritan's Purse lilisema mwishoni mwa wiki kuwa wafanyakazi wake 7 kutoka Kongo wamewekwa karantini kwa siku 21 katika mahema makubwa ya kijeshi nchini Kenya, huku likieleza kuwa hakuna hata mmoja aliyeonyesha dalili za Ebola. Shirika hilo halikutaja eneo walikowekwa karantini, lakini vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kuwa mahema hayo yapo katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia, takribani kilomita 185 kaskazini mwa Nairobi, karibu na mji wa Nanyuki. Wakazi wa Nanyuki wamekuwa wakiandamana kupinga kituo hicho na watu 2 wamefariki dunia baada ya maandamano hayo kugeuka kuwa ya vurugu. Sao Tome na Principe. Rais wa Sao Tome na Principe Carlos Villanova ameshinda muhula wa pili wa miaka 5 kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatatu na tume ya uchaguzi. Villanova, ambaye ni waziri wa zamani wa ujenzi na miundombinu, alipata zaidi ya 55% ya kura katika uchaguzi wa Jumapili, kiwango kilichomwezesha kushinda bila kufanyika duru ya pili. Aliingia madarakani mwaka 2021 kwa uungwaji mkono wa chama cha Independence Democratic Action ADI ambacho kina wingi wa viti katika bunge la taifa. Hata hivyo, mwaka jana alimfukuza waziri mkuu Patrice Trovoada, hatua iliyosababisha mgawanyiko wa chama hicho na kumlazimu kugombea kama mgombea huru dhidi ya wagombea wengine 3. Mpinzani wake Abreu alikuwa ameahidi kuzingatia uundaji wa ajira kwa vijana na kupunguza wimbi la vijana wanaohama kutoka nchini humo. Sao Tome na Principe ni taifa la visiwa viwili lenye wakazi wapatao 240,000. Ni koloni la zamani la Ureno lililopo katika pwani ya magharibi ya Afrika na limekuwa likifanya uchaguzi wa vyama vingi kwa amani tangu mwaka 1990. Nchi hiyo huzalisha kakao na iliwahi kutajwa kuwa matarajio ya kuwa mzalishaji wa mafuta, ingawa hadi sasa haijapata ugunduzi mkubwa wa mafuta katika taifa hilo. Abuja, Nigeria. Viongozi 2 wa kundi la kigaidi la Ansaru nchini Nigeria wamekiri makosa katika kesi yenye mashtaka 32 ya ugaidi kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Shirika la habari la Nigeria NAN liliripoti kuwa Mahmoud Muhammad Usman na kamanda mwenzake Mahmoud Ali Niger waliondoa kauli zao za kutokuwa na hatia katika kesi ambayo ilikuwa ikiendelea tangu Septemba 2025. Jaji wa mahakama kuu ya shirikisho Emeka Nwite aliwahukumu kila mmoja kifungo cha maisha mara 2 pamoja na vifungo vingine vya miaka 20 kwa makosa mbalimbali. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amelihusisha kundi la Ansaru na utekaji nyara wa wanafunzi uliotokea mwezi Mei katika jimbo la Oyo, kusini magharibi mwa Nigeria. Ansaru ni kundi lililojitenga na Boko Haram na linajulikana kufanya shughuli zake katikati mwa Nigeria pamoja na maeneo ya kusini magharibi. Kundi hilo pia linahusishwa na uvamizi wa gereza la Kuje mwaka 2022 lililoko karibu na mji mkuu wa Abuja, pamoja na shambulio dhidi ya treni iliyokuwa ikisafiri kutoka Abuja kwenda Kaduna mwaka huo huo.